Hujambo na karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Marekani inasema kwa sasa wanachosubiri ni matokeo ya mazungumzo yanayoendelea Iran. Waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Marco Rubio amesema kuwa Washington inasubiri kujua matokeo ya mazungumzo yanayoendelea kati ya Iran na Pakistan mjini Tehran. Marco Rubio pia amesema kando ya mkutano wa mawaziri wa mambo ya nje wa NATO nchini Sweden kwamba kuna baadhi ya maendeleo ambayo yanapatikana. Waziri wa mambo ya ndani wa Pakistan Mohsen Naqvi amesafiri hadi nchini Iran na amekutana na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi mjini Tehran. Kwa mujibu wa shirika la habari la Fars, mkutano huo ulikuwa na lengo la kujadili mapendekezo kutatua tofauti kati ya Iran na Marekani. Wakati huo huo, mkuu wa jeshi la Pakistan Field Marshal Asim Munir pia ameondoka kuelekea Tehran kwa lengo hilo hilo la kusaidia upatanishi kati ya Iran na Marekani. Hata hivyo, huko katika Umoja wa Falme za Kiarabu, taifa hilo limesema kuwa makubaliano yoyote kati ya Iran na Marekani lazima shughulikie chanzo cha msingi cha migogoro. Anwar Gargash, mshauri wa masuala ya kidiplomasia wa rais wa Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ameonya kuwa mzunguko mpya wa mapigano kati ya Marekani na Iran unaweza kuzorotesha hali ya usalama katika eneo hilo. Gargash amesema suluhisho lolote la kisiasa lazima lishughulikie masuala ya msingi ili kuepuka kuibuka kwa migogoro na changamoto mpya katika siku zijazo. Baada ya mashambulizi ya Marekani na Israel na kuanza kwa vita, Iran ilifanya mashambulizi ya drone na makombora yaliyolenga Umoja wa Falme za Kiarabu na nchi nyingine za eneo hilo ambako kuna kambi za kijeshi za Marekani. Tangu wakati huo, mvutano kati ya Iran na UAE umeendelea kuongezeka huku pande zote mbili zikibadilishana tuhuma na ukosoaji mkali. Tehran imeshutumu UAE kuwa mshirika hai anayesaidia Marekani na Israel katika mashambulizi dhidi yake, wakati UAE nayo inaishutumu Iran kwa kujaribu kuhalalisha mashambulizi yake dhidi ya nchi hiyo. Baada ya ripoti kwamba UAE ilihusika moja kwa moja katika mashambulizi dhidi ya Iran wakati wa vita vya hivi karibuni, UAE imesema hatua zake zote zilikuwa za kujilinda na zililenga kulinda mamlaka ya nchi, raia wake na miundombinu muhimu ya taifa hilo. Hata hivyo, mnamo jana siku ya Ijumaa, Iran ilikuwa na ajenda moja ambayo ilikuwa ikilenga kutoa onyo kwa Marekani na Israel. Hotuba mbalimbali zilizotolewa katika sala ya Ijumaa mnamo siku ya jana Ijumaa katika miji mbalimbali ya Iran, maimamu wametoa maonyo kwa Marekani na Israel kuhusu uwezekano wa shambulio jingine. Katika mji mkuu wa Tehran, Mohammed Javad Haj Ali Akbar, ambaye ni imamu wa muda wa sala wa Ijumaa katika mji mkuu, aliwaambia wa Marekani na Israel, kama mtachukua hatua ya kijinga wakati huu mtaona Iran iliyo tofauti. Tutajaribu makombora mapya ambayo hamjawahi kuyawazia. Hata hivyo, maimamu wengine wametoa maonyo kama hayo kwa Marekani na Israel, wakisema kuwa moja ya matokeo ya vita vya hivi karibuni ni kwamba teknolojia ya Iran na drone na makombora ya gharama nafuu imeweza kushindana na teknolojia ya gharama kubwa ya Marekani. Hata hivyo, wamedai sasa Iran imekuwa miongoni mwa mataifa makubwa ya kijeshi duniani. Vita vingine vinaweza kutokea, wakisema wataisambaratisha Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Kuwait na Bahrain ikiwa nchi hizo zitaungana na Marekani na Israel katika vita hivyo. Mustakabali wa eneo la Ghuba ya Uajemi utakuwa bila Marekani na hawana nafasi katika ghuba hiyo isipokuwa chini ya maji, imeelezwa katika hotuba mbalimbali katika sala ya Ijumaa siku ya jana Ijumaa ya Mei 22. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika usisahau kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.